Zamani karafuu kuna wakati zilikuwa na thamani kuliko hata dhahabu. Karafuu ina umbo dogo sana. Watu wengi huenda wamewahi kuzitumia kwenye nyama ya nguruwe kama ilivyo China, na zinauzwa kama kiungo cha kawaida sokoni kwa gharama nafuu kabisa. Kama unazo karafuu, unachohitaji ni kujua jinsi ya kuzitumia na zina faida gani. Zilikuwa na thamani kubwa sana, kiasi kwamba zilikuwa zinabadilishwa kwa dhahabu. Inashangaza sana. Zimetumika nchini China kwa zaidi ya miaka 2000 kwa ajili ya madawa fulani. Pia zilitumika wakati wa janga la Black Plague au kifo cheusi. Huenda umeona picha za watu waliovaa barakoa ndefu. Kimsingi walikuwa wakichoma mitishamba fulani na kuvuta mvuke wake. Moja ya viungo walivyotumia ilikuwa ni karafuu kwa sababu ya uwezo wake wa kupambana na virusi na bakteria. Pia katika udaktari wa meno wa zamani, kabla ya kuwa na dawa za kufanya ganzi kwenye jino, walikuwa wakitumia mafuta ya karafuu. Hata katika upasuaji mdogo, walitumia mafuta ya karafuu kwa sababu ya uwezo wake wa kutuliza maumivu, analgesic. Ni sawa kabisa na dawa ya lidocaine ambayo madaktari wa meno huitumia. Kwa hiyo, ni dawa ya kupaka na unaweza kuipaka nje kwenye ngozi yako, kwenye ufizi, au moja kwa moja kwenye jino kama lina tundu na neva iko wazi. Itasaidia kufanya ganzi kwenye neva hiyo. Ina uwezo wa kupambana na bakteria, fungus, candida na virusi. Zaidi ya kutuliza maumivu ya jino, inaweza pia kuua vijidudu vinavyokuwa hapo, iwe ni fungus, candida, bakteria au hata virusi. Taarifa hizi nilizipata kwenye hataza patents mbalimbali kuhusu matumizi ya mafuta ya karafuu kwa mambo mengi, kusaidia kuongeza mtiririko wa nyongo, bioflow, na kuongeza vimeng'enya vya mmeng'enyo wa chakula. Waliandikisha hataza ya dawa ya kusukutua kinywa, mouthwash, dawa ya meno, pamoja na tiba ya fizi, gingivitis. Kwa hiyo, inafanya kazi kwa kila kitu kinachohusu kinywa. Kisha nikaanza kuangalia dawa nyingine na jinsi zinavyoweza kulinganishwa kwa ufanisi. Katika utafiti wa kwanza, walilinganisha mafuta ya karafuu na kitu kinachoitwa benzocaine, ambayo ni dawa ya kutuliza maumivu inayotumiwa na madaktari wa meno kufanya ganzi. Huu ilikuwa utafiti kwenye jarida la udaktari wa meno. Waligundua kuwa mafuta ya karafuu yalifanya kazi haraka zaidi, yalidumu kwa muda mrefu, na yalikuwa na ufanisi zaidi kwa maumivu ya jino pamoja na maambukizi ya jino kwa sababu ya uwezo wake wa kuua vijidudu. Katika utafiti mwingine, walilinganisha eugenol, kiungo kikuu cha karafuu, na hydrocortisone, na wakagundua kuwa ufanisi wake ulikuwa sawa au bora zaidi katika kupunguza uvimbe na wekundu wa ngozi. Utafiti huu ulikuwa kwenye moja ya majarida ya utafiti wa uvimbe, Inflammatory Research Journals. Utafiti uliofuata niliouangalia ulikuwa kuhusu maambukizi ya fungus kama fungus wa kucha na athlete's foot. Walilinganisha mafuta ya mchi wa chai, tea tree oil, na mafuta ya karafuu, na mafuta ya karafuu yaliua candida na fungus kwa haraka zaidi. Kulikuwa na ulinganisho kati ya mafuta ya karafuu na lidocaine, na katika utafiti huo, mafuta ya karafuu yalikuwa na athari ya ganzi ya muda mrefu zaidi. Hiyo ilikuwa kwenye jarida la utafiti wa maumivu. Sasa, hebu tuingie kwenye jinsi unavyoweza kuitumia, kwa sababu tayari unayo jikoni kwako. Nitakupa mapishi mawili tofauti, mafuta ya kupaka na kinywaji unachoweza kunywa kabla ya kulala. Lakini kwanza, hebu tuzungumzie hali ambazo ni nzuri kuzitumia. Kama nilivyotaja, ni nzuri kwa maumivu ya meno au tabaka za vijidudu, biofilms, kama utando kwenye meno, plaque. Unaweza hata kuchukua karafuu moja na kuifyonza, au kuchukua mafuta yake kwa pamba na kuipaka kwenye jino na ufizi. Kama kuna tundu, iweke ndani kabisa. Matumizi mengine ni kwa maumivu ya misuli na maumivu ya viungo. Unachukua matone machache, unachanganya na mafuta ya mzaituni, olive oil, au mafuta ya nazi na kusugua kwenye misuli au kiungo. Unaweza pia kuchanganya matone machache na chumvi ya Epsom na maji, kisha sugua kwenye misuli, kwa sababu chumvi ya Epsom ina magnesium inayosaidia misuli. Watu wengine huitumia kama mafuta ya mdomo, lip balm, kwa ajili ya kidonda cha baridi, herpes simplex. Unachanganya matone machache na nta ya nyuki, beeswax, au mafuta ya nazi na kupaka midomoni. Kumbuka, ni dawa ya virusi na herpes ni virusi. Kwa ajili ya kufukuza mbu, weka matone machache kwenye chupa ya kunyunyizia na unyunyizie mwilini mwako.
Mambo yafuatayo yanahusu kutumia maji ya karafuu, ambayo nitaelezea jinsi ya kuyaandaa. Ningekushauri kunywa haya kabla ya kulala. Inaonekana kufanya kazi vizuri kwa sababu inakusaidia kupumzika na kupata usingizi mzuri. 1. Kusafisha ini, detox. Inasaidia kusisimua vimeng'enya, kusaidia kuvunja vitu kwenye ini. 2. Mmeng'enyo wa chakula. Inasaidia kama una tumbo kujaa, kutokupata choo vizuri au gesi. Kunywa baada ya kula. 3. Matatizo ya kupumua. Ni nzuri sana kwa matatizo kama bronchitis, kamasi kwenye mapafu, mafua, kikohozi na athma. Ni kama dawa ya asili ya kuua vijidudu, antibiotic, bila madhara. 4. Kuimarisha akili. Watu wengine huitumia kuimarisha kumbukumbu na umakini. 5. Afya ya moyo na mzunguko wa damu. Inasaidia mzunguko wa damu kuwa mzuri. 6. Mfumo wa kinga. Inaimarisha kinga ya mwili kwa sababu ya uwezo wake wa kuua vijidudu. 7. Harufu ya kinywa. Inatumika kama dawa ya kusukutua, kusafisha harufu ya kinywa na kuondoa utando kwenye meno. 8. Msaada wa usingizi. Ni kisisimua usingizi cha asili, natural sedative. Ina tryptophan inayoongeza serotonin na kukusaidia kuongeza melatonin. Jinsi ya kutengeneza maji ya karafuu. Chukua karafuu 4 au 5, ziweke kwenye kikombe cha maji na uyachemshe hadi yachemke, kisha yaache yachemke kidogo kwa moto mdogo, sima, kwa dakika 5. Hakikisha umefunika sufuria wakati yanachemka ili mvuke usitoroke, kwani tiba nyingi imo kwenye mvuke huo ambao unapaswa kurudi kwenye maji. Baada ya dakika 5, yaache yapoe kwa saa 1. Kunywa dakika 30 kabla ya kulala. Kama unawapa watoto, inaweza kuwa na uchungu kidogo, hivyo unaweza kuongeza nusu kijiko cha asali mbichi. Ni tamu sana ukiweka asali, lakini mimi huinywa bila asali. Kama unataka kutengeneza cream, weka matone machache ya mafuta ya karafuu kwenye mafuta ya nazi au mzeituni. Na kama una kidonda unachotaka kipone haraka, tumia shubiri, aloe vera, weka matone machache ya karafuu na upake kwenye kidonda ili kuharakisha uponyaji na kufanya kazi kama dawa ya kuzuia maambukizi, antiseptic. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.